Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema kwamba nchi yake ipo tayari kupigana na Urusi hata kwa miaka mitatu ijayo. Volodymyr Zelensky anatarajia Ukraine itaweza kupigana na Urusi kwa hadi miaka mitatu zaidi. Hii ni taarifa ambayo ilitolewa na Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk, ambaye ameliambia shirika la habari la Sunday Times. Matamshi ya kiongozi huyo wa Ukraine yanakuja wakati Umoja wa Ulaya ukitafuta njia mpya ya kufadhili Kiev, ukiangalia mali ya benki kuu ya Urusi iliyoganda kama chaguo. Katika mahojiano na gazeti la Uingereza Jumamosi, Tusk alimnukuu Zelensky akisema kwamba anatumai vita vitadumu miaka 10, lakini kwamba Ukraine iko tayari kupigana kwa miaka mingine mitatu ama miwili iwapo mzozo wa Urusi utaendelea kwa muda mrefu. Ana wasiwasi juu ya athari ambayo vita inaweza kuchukua idadi ya watu na uchumi wake, waziri mkuu wa Poland alisema. Mnamo Jumanne, gazeti la Kihispania El País limeripoti kwamba Ukraine ina matatizo makubwa ya kifedha. Gazeti hilo liliandika likinukuu vyanzo vya EU ambavyo havikutajwa. Kiev haina pesa wakati huu kwa ajili ya kuendeleza vita, na mwisho wa robo ya kwanza ya mwaka 2026 Kiev itakuwa imeishiwa kabisa fedha kwa ajili ya matumizi ya serikali. Siku ya Jumatano, bunge la Ukraine lilipitisha rasimu ya bajeti ya mwaka 2026 ambayo ina upungufu wa zaidi ya 58%. Katika wiki za hivi majuzi, viongozi wa Umoja wa Ulaya wamezidisha mijadala juu ya kile kinachojulikana kama mkopo wa fidia wa hadi euro bilioni 140 sawa na dola bilioni 163 ambayo mali ya Urusi iliyofadhiliwa inaweza kutumika kama dhamana. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump aliyekataza mataifa hayo kwamba hayapaswi kutumia fedha za Warusi kama sehemu ya kuisaidia Ukraine. Kadhalika, IMF, benki ya kimataifa ya fedha, imeeleza hilo pia kwamba nchi za magharibi hazipaswi kutumia fedha za Urusi kama dhamana kwa ajili ya Ukraine. Chini ya mpango huo, Ukraine ingetakiwa kulipa mkopo huo ikiwa tu Moscow itafidia kwa uharibifu uliotokana na mzozo huo. Kambi hiyo tayari imeingia kwenye mapato yanayotokana na mali ya Urusi isiyohamishika. Moscow imeelezea hili kama wizi na imeapa kulipiza kisasi. Kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, Marekani na Umoja wa Ulaya vilizuia wastani wa dola bilioni 300 katika mali ya Urusi, karibu na euro 200 bilioni sawa na bilioni 213 ambazo zinashikiliwa na shirika la kusafirisha la Euroclear lenye makao yake makuu mjini Brussels. Ubelgiji imepinga mara kwa mara mpango huo uliopendekezwa, ikieleza kwamba hii ni hatari na hivyo isishirikishwe miongoni mwa wanachama wote wa EU iwapo mpango huo utarejeshwa. Siku ya Alhamisi, waziri mkuu Bart De Wever aliwaambia waandishi wa habari kwamba wasiwasi wa nchi yake haujashughulikiwa vya kutosha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu mengi yanayojiri duniani.